Leo kiongozi katoka akasema kuna watu wana matatizo ya afya ya akili. Wewe kama mwanachama na mshabiki, kwenye ile kauli umechukua nini pale? Aliwataja wale viongozi wenzake wenye matatizo ya afya ya akili. Lakini kauli ile alitoa pia alikuwa ni mzee Crescentus Magori, kitu wa bodi alizungumza baada ya mechi ya Petro. Sawa? Kwamba alisema ndani ya timu kwamba kuna timu wenzake. Sawa, baada ya ile mechi walionekana wakifurahia matokeo. Baada ya Simba kupoteza. Sawa na Petro. Lile goli moja, si ndio? Kwa hiyo anamaanisha kwamba sisi tumewachagua viongozi na kuwapa dhamana, lakini hawana nia njema na klabu yetu. Mwenyekiti kwa maana yake. Kwa maana yake. Anambia watu ya kuwataja kwa majina kawaweka kwenye mabano. Kama yeye alivyoongea jana Mikoi. Hao watu ambao anasema kwamba na wanabosi wao wapo kwa ajili ya kuhujumu timu. Hajawataja kwa majina. Sijui umenielewa kwa makini. Hii ndio inatupa sisi ukakasi. Yaani lakini mwenyekiti akuishia hapo pia kwenye hiyo siku ambayo anasema ndani ya Simba kuna viongozi timu ikifungwa wanacheka. Alienda mbali, alisema kwamba kuna baadhi ya watu wana matatizo ya afya ya akili. Nani viongozi wenzake? Ndani ya Simba. Tujiulize sisi kama wanachama na mashabiki ambao tuna dhamana kubwa kwenye hii klabu ya kuwaweka wao pale na kutuongoza sehemu iliyokuwa sahihi, na kaongea maneno kama yale. Sasa tuna haki ya kumfuata Mkatus Magoli. Tutajia hao watu. Kwa hiyo kama kwenye kujadili, manake nyinyi kama mashabiki ambacho labda mngepaswa kwa kipindi hiki, manake ishapita kwamba mlipaswa baada ya mwenyekiti kusema ndani ya timu kuna viongozi ambao timu ikipoteza wanashangilia, na lakini pia ndani ya timu kuna watu unaweza kusema wana changamoto ya afya ya akili, kwamba ilibidi nyinyi mashabiki ile kauli mngechukua kwa ukubwa sana ili mjue ni kina nani hao na yaani manake kauli ile ilikuwa tayari sisi tunapata majibu ya kwenda kuwaondoa watu ambao wanaihujumu klabu. Manake hao ndio wanaihujumu klabu. Kama kiongozi ambaye tumempa dhamana sisi, yupo na timu, anasajili yeye wachezaji, mnaleta mpaka benchi la ufundi, afu unafungwa eti unachekelea. Hivi mshabiki anaweka kwenye kundi gani? Mwanachama anakaa kwenye kundi gani mpaka kupa dhamana kuwa hapo? Unastahili na unatosha tena kubaki kuwepo kwenye nafasi yako? Manake sisi tutakuwa tumfuate mwenyekiti wa bodi, Clatous Magoli. Bwana tutajie hao watu. Ili sisi tudili nao. Sisi tumewapa dhamana kuwepo hapo. Hatuwataki kuwaona ndani ya Simba yetu, lakini hatukutaka kuzua hizo taharuki. Kwa sababu kazungumza yeye kama kiongozi na hakuwataja kwa majina, tukatulia kwamba najua wao wenyewe ndani hizi kauli zilizozungumza watakaa na watajulikana kwamba ni nani, wanatakana kuwekana sawa ili timu yetu ifike tunapopahitaji. Na ndio maana tukuzua taharuki. Lakini wewe unapotoka unaposema kwamba hata vitabu dini vinasema hivi, kwani kuna kiongozi asiyokosea? Mnandi, kabla sijaja kutazama mchezo wenu na Fountain Gate, mimi nataka tuanzie hapa kwanza kwenye hili, wakati ndio tunakuja huko baadaye kwenye mchezo. Bwana, mimi nimeona mazungumzo ya ndugu yako Mikoi Kisugu. Yeye kwa namna ambavyo alizungumza, tena amezungumza kwa hisia sana, lakini nanukuu tu maneno yake machache. Ndani ya Simba kuna mashabiki ambao wanatumika, na akasema bosi wa hao mashabiki siku sio nyingi yeye atatoka hadharani atamtaja huyo bosi. Na kwa nini atamtaja? Mashabiki hao wanatumika wakati Simba inaanza kutoa ubingwa. Wakati Simba inapambana haijachukua kombe miaka 4 ili irejee kwenye fomu ichukue kombe. Hao mashabiki saizi walishaanza kutengeneza njia, ama kuna mtu anampalilia njia ashinde kwenye uchaguzi mkuu ujao. Nadhani ni kwenye nafasi ya mwenyekiti. Kisugu amezungumza vitu vingi. Sasa nilivyokuuliza mwanzo pale off mic ukasema ile interview umeiona. Basi ulivyosema hivyo nikasema mimi siongee kila kitu kwa sababu umeisikiliza ile interview. Basi mimi tuanzie hapo. Nadhani wewe umemsikiliza. Mimi swali langu la msingi sana ni hivi. Kwa nini ndani ya Simba nyinyi mashabiki kuna kutokea hii ya huyu anaongea hili, huyu anaongea hili, kuna kuwa na kama kutokuelewana, na kama hivi paka inafika stage kwamba kuna makundi na wengine mnatumika? Mimi binafsi sitaki kuzungumzia sana alichokizungumza yeye, kwa sababu yeye amezungumza kwa maoni yake na kwa utashi wake. Unaweza kumjibu akaona kama wewe ndio unabifu naye, lakini yeye binafsi alichokizungumza kwa mtazamo wake anaona yuko 100%. Kwa sababu ndio ameona kwamba hicho ninachokizungumza ni sehemu sahihi na wakati sahihi. Kwa hiyo sikupingana nacho alichozungumza, lakini kiuhalisia wa falsafa ya klabu ya Simba, yani watu wanaenda na kinyume cha ile slogan yetu ya Simba nguvu moja. Au kwa sababu tunaona watu wanakwenda kinyume na slogan yetu ya Simba nguvu moja, au kwa sababu tunaona sasa hivi kwenye logo haipo, imebaki kwenye makaratasi huko, ndio laida wanahisi kwamba nguvu moja Simba haipo. Slogan ya Simba nguvu moja bado ipo, pamoja kwenye logo hapa haipo, lakini Simba nguvu moja bado ipo na ndio inaendelea kutumika kinamna yoyote ile. Ukiandika barua lakini neno nguvu moja lazima uliandike. Hata sisi tukiandika tu kitu chochote tunataka kupost, lakini lazima umalizie chini Simba nguvu moja, kwa sababu ndio kauli mbiu yetu. Ile kauli mbiu ina maana kubwa sana. Kwanza kila mwana Simba anatakiwa asome neno nguvu moja lina maana gani. Mtu anataka alisikia tu nguvu moja lakini usijue ina maana nguvu moja lina maana gani. Neno nguvu moja sio nguvu ya mtu mmoja. Neno nguvu moja lina maana ushirikiano wa pamoja. Ndio maana halisi ya nguvu moja. Kuanzia mshabiki,
Mwanachama, wachezaji, benchi la ufundi, viongozi, ndio maana halisi ya nguvu moja. Hao wakishirikiana kwa pamoja, basi Simba lazima iende kutengeneza kitu kikubwa kwa pamoja na kikafanikiwa. Lakini tunaona haya mafanikio yamekuwa hafifu ndani ya hii misimu minne ya ubingwa. Inaonekana kabisa kwamba madhaifu baadhi ya watu, na ndio wamesababisha kwamba nguvu moja isiwepo Simba. Lakini kama tunakuwa nguvu moja, mimi naamini binafsi saizi watu wangekuwa wanaendelea kulia kwenye mabwawa yao tu, Simba angeendelea kuwa bingwa mpaka leo. Lakini kwa sababu inaonekana kuna watu wametengeneza matabaka kwamba mimi nikizungumza mimi ndio shujaa ndani ya Simba, mwingine akizungumza huyu ni kilaza ndani ya Simba, hana mamlaka na hana thamani. Hatuendi hivyo na hatuwezi kufika. Tukubaliane kuwa kitu kimoja kwamba Simba wote ni wamoja, lazima tushirikiane kwa pamoja. Lakini unaona kabisa kwamba Simba inawania ubingwa, hata kama umemsikia mtu kazungumza anachokiona yeye, sawa, mtaje basi huyo mtu fulani na fulani, yote wamjue. Lakini unakaa kwenye kipaza sauti, tena unatumia nguvu kubwa kwenye kuzungumza, lakini unaweka kwenye mabano. Ukiweka kwenye mabano bado utaonekana wewe ndio sio. Kwa sababu kwani kilichokufukuma mpaka uenda kuzungumza ni nini? Sikimekuuma alichokizungumza huyo mtu. Kwamba saizi mko kwenye resi ya ubingwa, lakini kuna mtu anazungumza kitu ambaye kinatakiwa kizungumzwe baada ya mwisho wa msimu, lakini anakizungumza sasa hivi. Toka hadharani, mweke hadharani, bwana ni fulani na fulani nimemsikia wanazungumza 1 2 3. Mbona hivi vitu vinavyozungumza sasa hivi havina manufaa kwa klabu yetu, vinatakiwa vizungumze baada ya msimu kutamatika. Lakini unaenda unazungumza kwa mabano. Na ukisema kwamba bosi wao unamjua, hao watu ni kina nani na huyo bosi wao ni nani? Sema tu. Kama umeamua kukaa kwenye kipaza sauti kupasuka, wewe pasuka. Mimi sina pasukaga. Mimi nafichaga. Nikiona sehemu kuna ukakasi mimi nasafisha. Yaani siwezi kumuogopa mtu kuona kwamba kabisa huyu mimi ananiumiza kwenye sehemu ya furaha yangu. Nitamwambia, najua ukweli unauma, lakini utakuwa ujumbe fanyaje? Umefika. Lakini alichokuzungumza yeye hajafikisha ujumbe. Ameenda kuweka fumbo kwa wana Simba. Bado waendelee kwamba sisi bado tuna taharuki. Lakini waambie tu wanachama na mashabiki wa klabu Simba, 99.9% sisi wanachama na mashabiki bado tuna kiu na ubingwa na tunaumia. Kwa nini tumeukosa ubingwa misimu minne? Swali langu hapo. Sasa kwani wewe unadhani kwa nini inatokea hii ya kama ionyeshe kama kuna makundi? Hii inayotokea kwamba ionyeshe kuna makundi, kila mmoja anataka kuwa yeye yuko juu kwenye Simba. Yaani akizungumza yeye ndio aonekane ndio top. Yaani wengine wote ni underground. Yaani kauli yake yeye ndio inakuwa iwe official. Hakuna kitu kama hicho. Wewe utazungumza kama wewe na mimi nitazungumza kama mimi na mwingine atazungumza kama yeye. Yaani kwamba wote inabidi mzungumze kama mashabiki wa Simba. Tuzungumze kama mashabiki wa Simba. Na hizi silaha ambazo sasa hivi tunazituma ndani ya klabu yetu, tunaomba tuzitume nje ya klabu yetu. Ndio zitakuwa na manufaa. Lakini tukiendelea kutupiana sisi risasi, hasa tunafanikiwa vipi? Huyo adui unampa mwanya rais wa kufanikiwa? Wewe unanipiga mimi risasi na mimi nitakupiga wewe risasi. Tujiulize kwamba adui sinakuwa rais akipiga risasi kwetu tutalaumu kwa nini adui kapiga risasi kwetu? Na kati si wenyewe kwa wenyewe tunapigana risasi. Huu sio muda wa kusimangana, huu sio muda wa kusemana. Huu ni muda wa kuwasema upande wa pili. Yaani muda wote sisi akili yetu iwaze na upande wa pili, kuwa kanyaga tu kwa maneno. Tuhakikishe kwamba msimu huu tunawavua ubingwa. Hicho tu. Labda kwenye Maka anasema kila mtu kwenye hoja yake anakuaga na pointi za msingi. Mfano yeye kwenye pointi yake nilimsikiza amesema anaongea mwenyekiti wa bodi wa wakurugenzi. Unajitokeza mtu unasema hakupaswa kuzungumza vile. Na akaenda paka kuna maandiko akasema imeandikwa ambaye anawadharau viongozi na wazazi wake hana radhi mbele ya Mwenyezi Mungu. Akaisome vizuri hiyo aya. Sisi wote ni watu wa dini na wote tupo kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Kila mmoja ana haki ya kumwabudu Mwenyezi Mungu hapa duniani. Sawa? Hakuna mwanadamu hatakiwi kumwabudu Mwenyezi Mungu. Na kila mwanadamu anatakiwa asome vitabu vya Mwenyezi Mungu ili ajue ni sehemu gani sahihi na sehemu gani sio sahihi. Na ndio maana ya kusoma. Sasa asitake kujifanya kwamba yeye dini anaijua kuliko mtu mwingine yeyote. Arudi akaisome vizuri hiyo aya. Hao wazazi ambao anawazungumza yeye pia wana madhaifu wao kama wanadamu wengine. Hakuna mwanadamu alokamilika hapa duniani zaidi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hata hiyo mitume ambaye ameshusha kutuabudu sisi, tuifuate njia iliyokuwa sahihi ambaye matakwa ya Mwenyezi Mungu. Naye ina mapungufu vile vile. Ewe, kwa nini yeye sasa aone kwamba alichokizungumza kiko sahihi? Ye point yake kwamba siku ile mwenyekiti anaongea kuna baadhi ya watu mlitoka hadharani mkasema mwenyekiti kuna maeneo hakupaswa kuyazungumza yale. No doubt. Yeye ni kiongozi. Anamepewa dhamana na wanachama wa klabu ya Simba kwenda kukaa pale. Hakujiweka mwenyewe pale. Au walikupa dhamana ukiona umeenda tofauti wana haki ya kukuambia. Na ndio maana tunakuwa na mikutano mikuu ya nini? Sisemu kwenda kujadili kwa pamoja. Pale penye mapungufu tupajazie, pakae sawa sawa. Hapa panaonekana pako sawa, tujazie tena maoni mazuri ili pakae sawa zaidi. Si ndio maana yake? Panakuwa kwamba hakuna shida ya mikutano, wakikuwa naongoza wao moja kwa moja tukiwapa dhamana imetoka hiyo. Lakini mpaka unaona unaitisha mkutano kuna maana kwamba lazima tukajadiliane. Nini kiko sawa, kipo kiko sawa ili tuende sawa. Ndio maana ile mikutano. Sasa yeye anapotoka anaposema kwamba akishaongea kiongozi, wewe unatoka unasema hapa alichoongea kiko sawa. Kwani viongozi wakosea?
Kwani leo kiongozi katoka akasema kuna watu wana matatizo ya afya ya akili? Wewe kama mwanachama na mshabiki kwenye ile kauli umechukua nini pale? Aliwataja wale viongozi wenzake wenye matatizo ya afya ya akili. Lakini kauli ile alitoa pia alikuwa ni mzee Crescentus Magori, kitu wa bodi alizungumza baada ya mechi ya Petro. Sawa? Kwamba alisema ndani ya timu kwamba kuna timu wenzake. Sawa, baada ya ile mechi walionekana wakifurahia matokeo. Baada ya Simba kupoteza. Sawa na Petro lile goli moja, si ndio? Kwa hiyo anamaanisha kwamba sisi tumewachagua viongozi na kuwapa zamana, lakini hawana nia njema na klabu yetu. Mwenyekiti kwa maana yake. Kwa maana yake. Anambia watu ya kuwataja kwa majina kawaweka kwenye mabano. Kama yeye alivyoongea jana Mikoi. Hao watu ambao anasema kwamba na wanabosi wao wapo kwa ajili ya kuihujumu timu. Hajawataja kwa majina. Sijui umenielewa kwa makini. Hii ndio inatupa sisi ukakasi. Yaani lakini mwenyekiti hakuishia hapo pia kwenye hiyo siku ambayo anasema ndani ya Simba kuna viongozi timu ikifungwa wanacheka. Alienda mbali, alisema kwamba kuna baadhi ya watu wana matatizo ya afya ya akili. Nani viongozi wenzake ndani ya Simba? Tujiulize sisi kama wanachama na mashabiki ambao tuna dhamana kubwa kwenye hii klabu ya kuwaweka wao pale na kutuongoza sehemu iliyokuwa sahihi, na kaongea maneno kama yale. Sasa tuna haki ya kumfuata Mkatus Magoli, tutajie hao watu. Kwa hiyo kama kwenye kujadili, maana yake nyinyi kama mashabiki ambacho labda mngepaswa kwa kipindi hiki, maana yake ishapita kwamba mlipaswa baada ya mwenyekiti kusema ndani ya timu kuna viongozi ambao timu ikipoteza wanashangilia, na lakini pia ndani ya timu kuna watu unaweza kusema wana changamoto ya afya ya akili, kwamba ilibidi nyinyi mashabiki ile kauli mngechukua kwa ukubwa sana ili mjue ni kina nani hao na yaani maana yake kauli ile ilikuwa tayari sisi tunapata majibu ya kwenda kuwaondoa watu ambao wanaihujumu klabu. Maana yake hao ndio wanaihujumu klabu. Kama kiongozi ambaye tumempa zamana sisi, yupo na timu, anasajili yeye wachezaji, mnaleta mpaka benchi la ufundi, afu unafungwa eti unachekelea. Hivi mshabiki anaweka kwenye kundi gani? Mwanachama anakaa kwenye kundi gani mpaka kupa zamana ya kuwa hapo? Unastahili na unatosha tena kubaki kuwepo kwenye nafasi yako. Maana yake sisi tutakuwa tumfuate mwenyekiti wa bodi, Clatous Magoli, bwana tutajie hao watu. Ili sisi tudili nao. Sisi tutumwapa zamana kuwepo hapo. Hatuwataki kuwaona ndani ya Simba yetu, lakini hatukutaka kuzua hizo taharuki. Kwa sababu kazungumza yeye kama kiongozi na hakuwataja kwa majina, tukatulia kwamba najua wao wenyewe ndani hizi kauli zilizozungumza watakaa na watajulikana kwamba ni nani, wanatakana kuwekana sawa ili timu yetu ifike tunapopahitaji. Na ndio maana tukuzua taharuki. Lakini wewe unapotoka unaposema kwamba hata vitabu vya dini vinasema hivi, kwani kuna kiongozi asiyokosea? Hakuna kiongozi asiyokosea. Hata viongozi wanakosea. Swali langu na wakati pia tunamaliza mazungumzo yetu. Swali langu ni kwamba kuna comment zilikuwepo, sio wewe, sio nani, walizungumza baadhi ya mashabiki wengi kwamba siku ile mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi mzee Crescentus Magori kuna sehemu ni kama alivaa majukumu ya watu wengine, mfano kwenye kutambulisha, kwenye kutolea ufafanuzi zoezi la kadi za wanachama, kwamba ile ilikuwa ni nafasi ya mwenyekiti wa wanachama, manake Mangungu ndo alipaswa azungumze pale, lakini akazungumza Magori. Lakini kuna shabiki mwingine wa Simba nilimsikia akasema siku ile mzee Magori kwenye ile press zote alizungumza yeye, wakati pale alikuwepo Ahmed Ali, alikuwepo Sio kwa maana ya Zubeda Sakulu, lakini hawakupewa nafasi. Alizungumza moja kwa moja mzee Magori, kwamba shabiki akasema amekwenda mbali, kwamba yani ni kama vile amevaa majukumu pia watu wengine. Walipaswa zile sema Ahmed Ali angezungumza upande wake na ingezungumza, lakini mwenyekiti akazungumza pote. Lakini Kisugu anasema hamkupaswa kuyapinga hayo. Yeye atabaki kama yeye ni mwanachama wa klabu ya Simba, na mwingine atabaki kuwa mwanachama wa klabu ya Simba, na wengine wanabaki kuwa mashabiki wa klabu ya Simba ambao sasa hizi na wao wanatarajia kwenda kuwa wanachama kutokana na dirisha hili la ufunguliwa kadi mpya za wanachama za electronic, waende kujisajili. Kwa hiyo mimi naamini kila mmoja play part yake. Yeye kama Kisugu play part yake, na mimi kama Mnandi ni play part yangu, na wengine wote wa play part yao, ili tuhakikishe yuko tunapoplay hivyo tunaenda kuijenga Simba. Yaani tusiwe na maneno ya kwenda kuifanya Simba ibomoke. Ukisema kwamba kuna watu wanatumika na ipo siku mtamtaja bosi wao, wakati hapo ulipozungumza tu na bosi si unamjua, unasubiri nini kumtaja? Kwa hiyo wewe kama unamjua bosi wao mtaje. Yes, amesema ipo siku. Sasa ipo siku wakati wanazungumza, ilikuwa si siku pia au ilikuwa mwaka? Ila alizungumza jana ni siku, na ilitajia ataja jana hiyo. Bwana hawa ni 1 2 3 wanatumika na fulani. Hawa wanasababisha Simba msimu huu isipate ubingwa. Kwa hiyo tukikosa ubingwa tudili na hao, kwa sababu mimi nitashasema kabisa tukikishakosa ubingwa, jasusi mimi namjua. Nitajua wapi niende nikamchukue na nimwambie bwana, kwenye Simba sasa hivi wewe hautukutaki tena. Tunasubiri msimu tu kutamatika. Na maana kama na yeye anajua ana majasusi wengine wapo ndani ya Simba wanayohujumu Simba, awataje. Ni fulani na fulani. Sasa hivi sisi tunawania ubingwa, wao wanaanzisha mijadala ambayo iko nje ya mbio za ubingwa, au sisi tunamalizana nao. Lakini ukiwaficha unaendelea kutengeneza mpasuko ndani ya Simba. Hayo maneno ndo sisi hatuyataki. Yaani kuzungumza kitu afu sema nitazungumza baadaye. Kwani nani alikulazimisha kuzungumza leo? Si ungesubiri hiyo siku ambayo una uhakika utasema yote, pasua yote. Tumalize na hili. Inaonekana kama kuelekea kwenye uchaguzi mkuu
Huu ndo walisia, inaonekana kuelekea uchaguzi mkuu. Kuna viongozi ambao wamejiandaa. Na of course sio swala la kushangaza kwa sababu timu inaelekea huko, na kama kiongozi anania manake lazima atakuwa amejiandaa. Inaonekana hawa viongozi ndio wanawatumia nyinyi. Siamini hilo. Kwa sababu unaweza ukanitumia mimi nikazungumza ili wewe upate position hiyo. Kwenye uchaguzi sipigi kula mimi Mnandi Junior. Tunapiga kula wanachama tofauti wanatoka mikoa tofauti wanakuja kwenye huo mkutano wa uchaguzi. Kwa hiyo kula ya kwangu mimi peke yangu haiwezi kukupitisha wewe kuwa kiongozi, hata kama nitasimama kwenye kipaza nazungumza. Hao nawahamasisha mimi labda wakupe wewe kula. Sawa? Inawezekana wakaja na mfumo wa kwangu mimi kama nimewahamasisha waje kukupa wewe kula. Lakini wakishafika ukumbini, kula ni siri, wanabadilika pale pale. Watu unapiga za uso, unakosa wanapata watu wengine. Kwa hiyo mimi najua kwamba kula kupata ni wewe sasa mwenyewe kusimama na kutoa sera zako zenye kueleweka, na wanasimba waangalie kama ulishai kupita. Je, una mapungufu au kuwa na upungufu kwenye uongozi wako? Wanasimba watakupa uongozi. Lakini wakiona una makando kando, hata uongee mpaka kesho kutwa. Uabudu va kuabudu. Lakini wewe siku hiyo ya uchaguzi watu watakunyoa tu. Kwa hiyo hayo maneno siamini kama anasababisha Simba aende kukosa ubingwa. Kwa hiyo mtu kama kaibuka anampigania mtu huko uongozi, si anataka uongozi. Hiyo ni mind game tu. Yaani yeye kaamua tukuzungumza kwa mapenzi yake na mahaba yake, labda haisaidii na haitotubuguzi sisi kwenda kuchukua ubingwa. Yaani hiyo haitotutoa sisi kwenye njia. Tusimame imara, tupambane kuhakikisha timu yetu inapata alama 3 kila mechi tunaocheza. Hivyo ndio vitakuwa vitu vya msingi. Lakini kuniambia kwamba mimi nikizungumzia fulani sasa naenda kupata uongozi, sasa itakuwaje? Uongozi bwana kupata sio kazi rahisi. Kwa sababu nishashughulika kwenye hizo za chaguzi karibia mara 4 nishaingia kwenda kuchagua. Na naona pale watu walikuwa uchaguzi 2018 wajumbe 7 ambao walikuwa kwenye utawala wa Ivers Aveva na Geoffrey Nyange Kaburu. 7 tumewakata Simba. Hakurudi hata huyu mmoja. Sasa unafanya masera na Simba atapoamua jambo lao. Kwa hiyo wewe mpiganie mtu. Lakini sasa tukiingia kwenye ukumbi wa uchaguzi, kila mmoja akibeba tu kichinjio chake tu. Akiona tu ile fomu tu ya kupiga kula anajua huyu anamaliza shughuli. Kwa siku funga faili, maisha yaendelee. Kwa hiyo mimi naamini hizi kelele zote ambazo zinaendelea sasa hivi na naendelea kusisitiza kila mwana Simba, hakuna mwana Simba aliyokuwa juu zaidi ya mwenzake. Ndio maana Simba yetu, slogan yetu Simba nguvu moja. Wote tuko saizi moja. Ukijiona wewe uko juu zaidi ya mwenzako, basi katafute timu yako nyingine, ila sio Simba. Sisi kwenye Simba wote ni kitu hiki kimoja. Na wote sisi ni saizi moja tu. Sio kama vidole. Maana vidole unaona hichi kifupi, hiki kirefu, hiki hapa ndio kiko juu kuliko wenzake wote. Simba sasa tuko hivyo. Simba ni saizi moja tu. Hamna utenganifu. Kama alivyotutenganisha Mwenyezi Mungu kwenye vidole vyetu, katutenganisha hivi kwamba kila mwanadamu atakula urefu wa kamba yake. Yaani wewe huwezi kumfikia huyu na wewe huwezi kumfikia huyu. Ndio maana hakuwa hivi. Yaani wote hatuko sawa. Pamoja wote ni wanadamu. Kila mmoja na urefu wake. Lakini kwenye Simba sisi wote ni kitu hiki kimoja tu. Akijiona mimi kwamba ndio fahari nikiongea mimi ndio Simba sana, akiongea mwingine yule Simbilisi, hakuna hicho kitu ndani ya Simba.